Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki na endelee kukuinua katika jina la Yesu. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unasema, je, ni kweli pesa huwa zinabadilisha watu? Je, ni kweli pesa huwa zinabadilisha watu? Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Amen. Tunaposoma kwenye Kumbukumbu la Torati 8:11 mpaka 18, wana Israeli walikuwa napewa tahadhari kwamba jihadharini mtakapoingia kwenye ile nchi ahadi ambayo Mungu alisema kwamba inatiririka maziwa na asali. Jihadharini. Jihadharini msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Anasema mtakapo kula na kushiba, mtakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, mifugo yenu itakapoongezeka, kondoo wenu watakapoongezeka, fedha na dhahabu zitakapoongezeka, basi mioyo yenu isijiinue na kumsahau Mungu. Sasa kwa nini natamani tujifunze hivi? Natamani kujifunza hivi kwamba ni muhimu sana kila mtu kuhakikisha kwamba matunda ya Roho yanajengeka ndani yake. Kwa sababu matunda ya Roho yasipojengeka ndani ya mtu ni rahisi sana atakapoinuliwa kubadilika mno. Kumbuka tunajifunza, je, ni kweli pesa huwa zinabadilisha watu? Ukweli ni kwamba pesa huwa zibadilishi watu. Isipokuwa fedha huwa zinaweka wazi tabia za mtu ambazo zilikuwa zimejificha. Kama mtu alikuwa na kiburi, akiwa na pesa kiburi chake ndio kitaanza kuonekana. Kama mtu alikuwa jeuri, alikuwa fusika, alikuwa nini, atakapofanikiwa, atakapopata pesa, zile tabia zote ambazo zilikuwa zimejificha zitawekwa wazi, zitafunuliwa. Kwa pesa huwa imbadilishi mtu, isipokuwa huwa inazifunua zile tabia zilizokuwa zimejificha. Tabia zilizokuwa zimeficha zinafunuliwa. Mtu anapopata pesa, zile tabia zinawekwa wazi, zinafunuliwa. Na usemi ambao unasema kwamba jamani, pesa huwa zinabadilisha watu. Angalia fulani jinsi alivyo sasa. Zamani alikuwa anaonekana mnyenyekevu, alikuwa nayo yuko 1-2. Sasa amepata pesa, amekuwa 1-2. Pesa zimembadilisha. Pesa zinabadilisha, isipokuwa zimefunua zile tabia ambazo zilikuwa zimejificha. Zilimfanya aweze kuishi maisha ya kuigiza. Zilimfanya aweze kuishi maisha feki. Lakini alipopata pesa zimefunua zile tabia zote zilizokuwa zimejificha. Zile tabia zote ambazo zilikuwa zinazionekana. Watu wakawa wanamsema kwamba huyu mtu ni mnyenyekevu, kumbe sivyo alivyo. Ni kwa sababu tu hana kitu. Kwa sababu tu maskini wa kutupwa. Huyo mtu anabidia kumtafuta Mungu, sio anabidia kumtafuta Mungu, anabidia kumtafuta Mungu kwa sababu tu hali aliyonayo. Anafunga na kuomba kwa sababu ya hali aliyonayo. Akifanikiwa hata kwa hivi. Na ndio ni vema sana kuendelea kujenga tabia, kubuild character ambazo ni positive ndani yetu. Character ambazo ni positive ndani yako. Usipokuwa mapungufu yako, ni ngumu sana wakati mwingine kuja kupata mafanikio ya kudumu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwamba pesa huwa zimbadishi mtu, lakini pesa huwa zinafunua tabia za mtu zilizokuwa zimejificha. Mungu akubariki na Mungu akuinue, na matunda ya Roho Mtakatifu yaumbike ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tabia zitakazokufanya uwe na mafanikio ya kudumu, tabia zitakazokufanya uinuliwe, na ziumbike ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, jina linalopita majina yote. Amen.